ikizingatiwa kwamba vilevile kumekuwa na hali ya taharuki katika gatuzi hilo baada ya mtu mmoja, ambapo ni ripoti ambayo imeweza kuwasilishwa na mamlaka ya Haipoa kuhusiana na kuchunguza visa ambavyo viliweza kutokea. Pengine Simon Ochola, usukani ni wako, tueleze kwa maswala cha. Naam, shukran sana Timothy Kimnusu hapo studio. Hapa nilipo ni katika kiwanda kidogo cha shirika la KMET maarufu kama Kisumu Medical Trust, na hapa nilipo ni ndipo basi wanatengeneza vibarakoa ambazo bila shaka watakuwa wanaziuza kwa shilingi 150, na wameanza shughuli hii tu kutokana na mkurupuko wa kirusi cha corona, na wameweza kujitokeza kimasomaso na kuhakikisha kwamba basi wataweza kutengeneza barakoa hivi. Kumbuka katika eneo hili hatujapata kiwanda ambacho pengine kinaweza tengeneza barakoa hivi. Kumbuka kwamba Kikomi na viwanda vingine ambavyo kidogo vilikuwa nashughulika na mambo ya nguo katika eneo hili viliweza kufa miaka kadhaa iliyopita. Basi KMET imejitokeza kimasomaso na kuweza kuanza kushughulika na kutengeneza barakoa, na bila shaka tutaweza tu kuzungumza na kiongozi wa shirika hili ndipo aweze kutueleza zaidi ni kwa nini wameamua kutengeneza barakoa hivi na ni vipi wataendelea na shughuli hiyo. Lakini kabla tuweze kuzungumza na yeye, pengine tu nikupatie takwimu muhimu ambazo zinaashiria kwamba shughuli hii ambayo imeanza katika eneo hili la Kisumu ni shughuli muhimu sana. Kumbuka waziri wa afya Mutahi Kagwe ameweza kuelezea kwamba baadhi tu ya mambo ambayo watakuwa wakifanya katika kote nchini ni kuhakikisha kwamba wahudumu wa bodaboda basi wanaweza kuwa na barakoa na wanaweza kujikinga, na hata Wakenya wa kawaida wanaweza kujikinga wakifanya shughuli zao za kawaida. Na nikupe tu takwimu kwamba katika eneo hili la Kisumu, katika kaunti ya Kisumu, ni takriban watu 1,300 ambao vijana 1,300 ambao wanashughulika na kazi ya bodaboda, na hawa ni watu ambao wanabeba maabiria kila siku kila uchao, na bila shaka kuwepo kwa barakoa ni swala ambalo litachangia pakubwa sana kuzuia kueneza virusi vya corona. Nilipokuwa nikizunguka hapo nje Timothy, ni eti kwamba wengi hawajapata fursa ya kuweza kupata barakoa hivi. Swala ambalo pengine limeweza kuelezwa kwa kina ni eti kwamba wengi hawana ule uwezo wa kuweza kupata barakoa hivyo, na hata hivyo wale ambao wanaweza kupata basi barakoa vimekuwa ni vigumu sana kupata, na ndipo basi mashirika kama haya yameweza kujitokeza na kuanza kufanya shughuli hii. Na pengine tuweze kualika mkuu wa KMET aweze kutueleza kabisa ni vipi waliamua kuanza kufanya shughuli hii ya kutengeneza barakoa. Karibu sana daktari. Asante. Tunaona hapa wasichana na kina dada wako katika eneo hili. Pengine tueleze wanafanya nini na imekuwa ni vipi ndipo sasa wakaamua kwamba wataweza kuanza kufanya shughuli hii. Thank you very much. These girls, as you have seen them, they had closed the school. We have a vocational training school. And when this pandemic hit us, this is an area with resource restricted. We lack a lot of resources. Actually, right now, even if you go to the hostel, the health providers are lacking the PPE that we are talking about. So when we had the Minister Kagwe talk about the need to have the masks, we realized that people are using handkerchiefs in the streets. So we thought, why not? Let's come up with our own solution for our local challenges, which is the stock out for masks. So the stock out actually guided us on what to do. And here we just went to the market in the city, Kisumu, got the material and came back and started stitching. And right now we are making like 500 a day, and it's moving. We have received calls from Wajir, from Busia. This morning I was talking with the team from Kisii. They're asking where to get masks because everybody is talking about the use of masks, but they don't have. So this is basically a situation that is trying to come up with a local solution for our for our challenges, because we can't wait for any donor. This is not the time to wait for a donor because the whole world is affected. So Kenya and the counties must think out of the box. It's not business as usual. So that's what we are doing here. We have 15 girls here with their supervisors. Kabla tuende kwa idadi ambao wanafanya shughuli hapa, yeah, wengi watakuwa nauliza kwamba kama pengine hizi barakoa ama face mask ukipenda zimefika
kiwango ambacho kinatakikana kwa kiafya ili kuhakikisha kwamba pengine zinaweza kuzuia usambazaji wa kirusi cha corona? Yeah, this is a WHO approved way of protecting. Even when you have TB, this is the best way to protect yourself. Because when you speak, you might not see those small particles like your saliva or the other small particles that get out of your nose or in the air. So it will protect you and also protect. Like now we are supposed to keep 1 meter. This is not 1 meter away. So I need you 1 meter away. So apart from the education, we tell them and give them the resources. Right now, we are educating people, but they have nothing. So we went back to what WHO actually approves, and we are stitching this. And we are yet to now document evidence, because everybody is asking, do you have evidence? When there is a pandemic, even the researchers are still researching. So even for us at KIMET, we are going to document our evidence, because we are currently distributing. We have KEBS approval. We have just taken samples. And in a short while, we'll be getting so many people coming to us, because you have to start by just responding to the issue. Then you do your research. You can't do research first and come and respond to the issue. Bila shaka muda utakuwa umetuacha sana. Nikuulize, umesema kwamba tayari mnapata simu kutoka maeneo mbalimbali humu nchini wakitaka vifaa hivi. Nikuulize tu kama pengine shirika hili lina uwezo wa kuweza kutengeneza face mask za kutosha za eneo hili na hata county jirani na hata kote nchini. Yeah. Basically what we need is the capacity, and it's doable. If we pull our resources together, because like on Friday, our governor visited here just to see what we are doing. And already he has recommended this to many partners in the county. We received the county commissioner yesterday coming to see what we are producing. Right now, we have a visitor from the Ministry of Trade. And we are thinking of scaling up, because what we need is the machinery and the labor. And this can be produced locally. This is not the time to import from China. This is the time to use homemade solutions. So I personally think it's doable. We can even do it county by county if we can't wait for one county to supply the other one. Yesterday, I gave samples to Busia, because they are already identified women in the market who can stitch this. All I told them, you need somebody to ensure quality, that it is done well. But I believe this is something Kenya, through our support, even in our county here, we can ensure that we produce this locally. So we don't need to go outside. Hawa kina dada ambao wanafanya shughuli hii, imekuwaje paka wakakuwa katika eneo hili? Kwa sababu naambiwa kwamba tumefanya nawe kazi kwa muda mrefu sana. Tunajua kwamba kuna mambo, kuna story mzuri nyuma ya hawa dada ambao wanakuja hapa. Yeah, these ladies are special ladies. 3/4 of these girls are teen moms. Some of them have dropped out of school. And we say in Swahili, kuteresa sio kuanguka. So KIMET is the first organization that went back to the community to discuss the issue of empowering girls. Because when you're a teen mom, it's so stigmatized. And some of them get so demotivated. They have their children to take care of. They still have their brains. They can continue. So the program we ran was called Sisterhood for Change, which has now grown to a vocational training school. We have about 130 girls in the center, and they have their babies. They are dropped here. We have a place where you drop your baby. If the baby is less than 3 years old, you come with your baby. You drop your baby to the carer. It's a nurturing care center. Then you go to class. You choose the course of your interest. And this is just the tailoring class. We have other classes. We have the catering class. We have beauty and hairdressing and computer classes. So this innovation and this production is not only addressing the COVID-19 pandemic, it's also empowering these girls economically. Naam, bila shaka ni picha za moja kwa moja ambazo zinajia kutoka kwenye gatuzi la Kisumu. Mwanahabari wetu Simon Achola akizungumza na mmoja wa wavumbuzi ambao wamejitolea kuweza kutengeneza barakoa, ukipenda face masks, katika jitihada za kuhakikisha kwamba pambana na janga hili la corona, akitia hapo
changamoto kwa taifa hili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tunatengeneza bidhaa zetu hapa nchini badala ya kuagiza kutoka mataifa ya ughaibuni. Tutapata taarifa hiyo kwa ustaha na ufasaha na mwanahabari wetu Simon Chola. Turejea hapa studio. Nimekuwa nikizungumza na katibu mkuu wa chama cha wahudumu wa afya katika gatuzi la Nairobi, ambaye vilevile mtaalamu wa masuala ya afya Brown Shira, na vilevile Hadi Muliro ambaye ni mwanafamasia. Pengine kwa kiduchu tu nipate neno lenu kuhusiana na ile harakati ambazo inafanywa kwenye gatuzi la Kisumu, kizana kwamba kumekuwa na uhaba wa barakoa na vilevile vieuzi kupatikana vilevile katika baadhi ya maduka za jumla. Imekuwa ni vigumu zaidi ukipata, inauzwa kwa bei gali mno. Masuala kama hayo kwa kilucho, pengine nianze na Shira. Now hilo jambo ni linafaa tufungue macho. It's an eye opener kusema kwamba we need to invest na kana tuwekeze katika our local industries, kwa watu wetu ambao hapa Kenya tuko na watu wako na capacity ya kutengeneza protective gears, hata masks na nini, vitu kama hizo. Kwa hivyo ni changamoto kwa serikali na pia kwetu kama wanaafya kwamba inahitaji tuwekeze katika our own industries so that tuweze kupromote kazi yetu. Na nashukuru kwa sababu rais ameonyeshana na example, akasema kwamba, na hata waziri alisema kwamba kuna kesho Kitui kuna ile kampuni ambayo imetenda Kitui na watapewa hii kandarasi. Kwa hivyo ni changamoto na tunaikubali ya kwamba tuweze kuwekeza ndiposa hizi vitu ziweza kutosha na watu wetu wasikose.